Safari ya waliopotea sehemu ya 6. Siku zote katika maisha kuna usiku unaopita na kuacha giza, na kuna usiku unaopita na kuacha alama. Lakini usiku wa Alex na Brian haukuwa wa kawaida. Ulikuwa ni mwanzo wa jambo ambalo halitaelezeka kwa urahisi. Mara nyingi tunadhani safari ya mtu huanza pale anapoanza kutembea, lakini kwao safari yao halisi ilianza pale ambapo walifika mwisho wa matumaini. Na sasa kwa upande wao walihisi kama jua lilikaribia kuchomoza, lakini mwanga wake si ule wa kawaida. Ni mwanga uliobeba siri, maumivu na majibu yaliyofichika katika nafsi za watu wawili waliopotea. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Sehemu iliyopita tulishia pale ambapo Alex pamoja na Brian walimfuata mwanamke anayefahamika kwa jina la Binti Msumi, mwanamke wa ajabu aliyewaahidi msaada katika safari yao ya kutafuta matumaini. Usiku ule walipelekwa polini mbele ya mti mkubwa wa ajabu ambako Binti Msumi alianza kutamka maneno wasioyafahamu. Upepo ukavuma, ardhi ikatetemeka na mazingira yote yakabadilika. Walikumbwa na hofu, lakini pia walihisi nguvu isiyo ya kawaida ikizunguka mioyo yao. Na kabla ya giza halijamalizika, Binti Msumi aliwaambia kwamba, vijana, jaribio la kwanza limeanza, lakini safari bado haijaanza. Usiku ule haukuwa wa kawaida kwa Alex pamoja na Brian. Yaani usiku ulikuwa ni usiku uliobeba siri za dunia ambazo macho ya kawaida hayawezi kuziona. Alex na Brian walihisi kama walikuwa katikati ya ndoto ambayo haishi, ndoto yenye sauti, upepo na maneno yaliyotoka mbali sana. Lakini katika ukimya wa usiku, ndani ya hofu na mshangao, kulizaliwa kitu kingine, hali ya kutaka kujua zaidi hata kama majibu yake yanaweza kuumiza. Walisikia mioyo yao ikibisha hodi kwa wakati mmoja, kana kwamba waliitwa na nguvu kubwa isiyokuwa na jina. Na pale waliposimama mbele ya Binti Msumi, kila kitu kikawa kimya tena. Hakukuwa na upepo, hakukuwa na kelele, ni pumzi tu nzito ilikuwa ikitembea hewani kama ishara ya mwanzo mpya. Usiku ule ulimalizika, lakini safari haikumalizika, kwa sababu wakati mwingine mwisho wa giza sio mwanzo wa mwanga, bali ni mlango wa siri nyingine, mlango unaoweza kufunguka tu kwa wale waliothubutu kupotea. Basi baada ya Binti Msumi kuanza kuzungumza maneno yasiyoeleweka huku akitaja jina la Alex, jambo ambalo liliwashangaza Brian na Alex. Kitu kilichowashangaza zaidi ni kwamba pindi wanapofika kwa Binti Msumi hawakujitambulisha majina yao, bali walikaribishwa tu vizuri na Binti Msumi, ikiwa ni pamoja na chakula, kulala, pamoja na kuambiwa kwamba kazi inaanza saa 7 usiku. Na baada ya kufika katika maeneo hayo ya polini, baada ya kukamilisha zoezi zima, Binti Msumi akatoka katika ule mti mkubwa na kuongoza njia kurudi katika ile nyumba ambayo walifikia. Na walipofika katika nyumba hiyo, Binti Msumi akakaa, kisha akawaelekeza wale vijana wawili ambaye ni Alex pamoja na Brian, nao pia wakae. Aliwaonyesha ishara ya kukaa. Binti Msumi akaanza kusema, najua mtakuwa na maswali mengi sana kichwani mwenu. Mnaweza mkawa mnajiuliza kwa nini nimewapokea kisteri hii, lakini huu ndio ukaribisho wangu. Kwa kuwa mara ya kwanza mnavofika hamkuonyesha utovu wa nidhamu, ndio maana nikaamua kuwasaidia. Lakini tangu mnakuja kutoka huko mlipokuwa huko Kitunda mpaka kufika hapa, mimi nilifahamu ujio wenu na ninajua matatizo yenu. Na mtu mwenye tatizo zaidi ni wewe hapo. Binti Msumi alimnyoshea kidole kakangu Alex. Kaka Alex akashtuka, kisha akasema, ndio mama, ni mimi mwenye matatizo, lakini umeajuaje? Binti Msumi akasema, kijana, mimi ni mtu mwenye nguvu za ajabu. Hata waliokuelekeza walijua ni namna nguvu yangu inavyofanya kazi. Nafahamu kwamba unajua kwamba kilichokuangusha ni siasa, lakini ukweli ni kwamba sio siasa, bali una maadui ambao ni zaidi ya siasa. Kaka Alex akashtuka, akasema, nina maadui zaidi ya siasa? Kwa nini mama? Kwa sababu mimi ninachokijua ni kwamba mimi nimefilisika baada tu ya kuingia kwenye siasa ya kuchukua mikopo mikubwa kwa ajili ya kuweza kuzunguka kwa wananchi, lakini sina kosa lolote lile ambalo nimemfanyia mtu. Binti Msumi akamwangalia Alex kisha akacheka sana. Baada ya kucheka akamwambia Alex, akasema, Alex, tulia mwanangu,
bado hujui kitu. Dunia ina mambo ya ajabu sana. Dunia ina masikio ya ajabu. Dunia ina macho zaidi ya hayo unayoyafahamu. Alexi, unakumbuka kwamba kijijini kwenu kuna mwanamke ambaye ulimpa ujauzito, na baada ya kukushirikisha kuhusu ujauzito wake ulimkataa, na baada ya mwanamke huyo kujifungua hata mtoto pia ulimkataa, huku kimkana kwa kumwambia kwamba haukuwa tayari kuitwa baba. Alexi akakaa kimya kidogo, kisha akatikisa kichwa kuonyesha ishara kwamba ni kweli hilo jambo lilitokea. Kisha kaka Alexi akasema, "Ndio mama, ni kweli, lakini ni mambo ya zamani sana. Hata huyo mwanamke kwa sasa sijui yuko wapi, kwa sababu wakati tayari nimeshafanikiwa nilirudi kijijini kumtafuta, lakini sikumpata." Binti Msumi akasema, "Ewa, sasa hapo ndipo chanzo kilipoanzia." Kwa sababu binti yule kesi hiyo alipeleka katika mizimu. Alipeleka katika mizimu ya kwao. Alikuweka katika kifungo, na kesi yako ipo mahakamani, na si mahakama huko duniani kama unavyofikiria, bali ni mahakama ya kuzimu. Alexi akashtuka, akasema, "Mama yangu, mahakama ya kuzimu? Mahakama gani tena kuzimu mama? Kwani yule mimi mwanamke nilimkosea nini? Ulikuwa ni ujana tu. Tulikuwa tunapita ujanani. Lakini sikusema kwamba nitamkataa mtoto mazima. Nilirudi kumtafuta, lakini sikumpata kule kijijini." Binti Msumi akasema, "Ndio hivyo, lakini pia mwanamke yule alipoona kwamba unaendelea kufanikiwa na kesi yako bado inaendelea kusikilizwa mahakamani, ndipo alipowashirikisha watu wako wa karibu zaidi wa kuingiza katika swala hili ambalo limekuwa kama ni chanzo cha wewe kufilisika kwako. Lakini hata isingekuwa siasa, bado tu ungefilisika kwa sababu kesi yako bado inasikilizwa katika mahakama ya kuzimu." Kaka Alexi akajikuta machozi yakianza kumtoka. Akasema, "Mama, naomba unisaidie. Kiukweli napitia katika maisha magumu. Familia yangu inapitia katika maisha magumu sana. Sina msaada mwingine wowote. Nimejaribu kila njia niweze kujitoa katika hali hii, lakini nashindwa. Mdogo wangu huyo hapo nayemuona, nimekuja naye, ndiye ambaye amekuwa msaada wangu mkubwa sana katika hali hii ambayo naipitia. Naomba nisaidie mama. Nitajitoaje? Na hiyo kesi mimi nitaifungaje hiyo kesi? Nitajikomboaje katika hiyo kesi ya kuzimu?" Binti Msumi akamwangalia sana Alexi, kisha akasema, "Kijana, kesi yako si rahisi kama unavyofikiria, na si rahisi kukusaidia kama unavyofikiria. Bado una safari ndefu, na ndio maana muda ule mnavofika niliwaambia bado mna safari ndefu, bado hamjafika. Yaani hii kazi ambayo tumeifanya ilikuwa tu ni safisha njia, lakini kuna kazi kubwa zaidi ya hii hapa." Brian anasema, "Mimi baada ya kusikia hivyo nikashtuka, nikasema, kazi kubwa? Unataka uniambie kwenda polini usiku kukutana na vitu vya ajabu? Ile ilikuwa ni cha mtoto mama?" Binti Msumi akasema, "Ndio, ile kazi bado haijaanza, na ndio maana niliwaambia mwanzo wa safari bado, yani ndio kwanza tunaanza. Lakini nitawasaidia kama mtataka kusaidiwa kwa kufuata maelekezo yangu." Alexi na Brian wakiitika kwa pamoja, wakasema, "Ndio, tunaomba tusaidie. Tusaidie mama yetu. Tumekwama, hatujui nini cha kufanya. Hatuna msaada wote ule zaidi yako. Tunaomba tusaidie." Basi binti Msumi akasema, "Sasa sikilizeni. Kwa kuwa nimewaambia kesi yenu ipo mahakamani, kesi ya Alexi ipo mahakamani, na mahakama ni ya kuzimu, si ya duniani. Na hiyo sehemu unaweza kaenda ili kwenda kujitetea na kufuta kesi yako." Alexi pamoja na mimi Brian tukabaki tunashangaa. Tukamuuliza, "Tunawezaje kwenda kwenye mahakama ya kuzimu?" Binti Msumi akasema, "Ni utayari wenu tu. Mimi nitawapa maelekezo, lakini kuna usafiri maalum ambao huwa unawapeleka watu. Kuna watu wengi kibao ambao huwa wanatoka huko kwenu mlikotoka, wanakuja hapa na kisha wanaelekea huko sehemu niliyowaelekeza. Kwa sababu hii ni kama mlango wa kuelekea huko ambako mnatakiwa kwenda. Na kama mkifanikiwa kesi yenu ikasikilizwa vizuri, basi ndani ya mwezi mmoja mambo yenu yatakuwa safi kabisa. Hamtaamini kama ni nyinyi ambao mlikuwa choka mbaya, ni nyinyi ambao mlichekwa, mlifilisika, mlitengwa na jamii. Hii ni dunia. Dunia ina mambo." Brian anasema, "Kiukweli mambo haya yalikuwa ni mageni kwetu. Hata mimi sikuwahi kufikiria kwamba kaka Alexi ana mtoto ambaye aliwahi mkana. Na wanasema mwanamke huyo ndiye ambaye alishirikiana bega kwa bega na wale watu ambao walimshinikiza kaka Alexi aingie katika siasa. Na baada ya kuona ameshindwa, wote wakamkimbia. Kaka Alexi akajikuta analia." Basi binti Msumi akasema, "Machozi hayawezi kusaidia kwa sasa. Kinachotakiwa kufanya ni nyinyi kuwa tayari. Je, mpo tayari kwenda?" Mimi pamoja na kaka Alexi tukasema, "Ndio mama, tupo tayari kwenda. Madam maji tumeshavulia nguo, hatuna budi kuyaoga. Tupo tayari. Tuelekeze tu hiyo njia ni namna gani ya kufika. Lakini kwa sasa tulikuwa tunaomba turudi kwanza nyumbani. Halafu mwezi ujao
tuje ili twende katika hiyo safari ambayo tunaenda kusikiliza kesi yetu. Binti Msumi akasema, mwezi na kesi yenu inatakiwa ishe Ijumaa. Yaani kifika Ijumaa, Alex una chako tena. Saizi wamekufilisi kila kitu. Kinachotakiwa saizi ni roho yako tu. Yaani wewe ni mfuhai unayetembea. Yaani unataka kuchezea, unasema ipite mwezi, utapita wapi? Utaenda na nani? Na utarudi ukiwa wapi? Ukiwa katika vazi gani? Au ukiwa katika mwili gani? Kwa sababu nikiangalia hapa, Alex mwezi ujao hautakuwepo kama swala hili halitashughulikiwa mapema. Basi baada ya Binti Msumi kuongea maneno hayo, tukajikuta tukizidi kuchanganyikiwa. Tukamwambia, sasa mama, tutafanyaje? Yule Binti Msumi akasema, sasa sikilizeni. Kwa kuwa mmefika muda mwafaka, tena mmefika siku hii ya Jumapili. Kesho Jumatatu mnaweza mkaanza safari. Mkaanza safari kuelekea katika kijiji ambacho kuna magari ambayo ndio yanaenda hiyo sehemu ambayo ya mahakama. Na kesi yenu inasikilizwa siku ya Jumanne saa 5 asubuhi. Hivyo ni vema asubuhi na mapema mwanze safari. Kila kitu kitakuwa sawa na tayari wanatambua ujio wenu. Wapo watu ambao watawapokea. Hivyo msiwe na shaka. Basi baada ya hapo Binti Msumi akaturuhusu tukalale. Lakini kila mmoja wetu alilala akiwa na mazotele kichwani mwake. Mimi Brian nikawa najiuliza, jamani, kuna safari tena za kuzimu, mahakama ya kuzimu. Hivi uko kuzimu kupoje? Mbona watu wanasema huwa wanaenda wale watu sijuma Freemason, watu waliokufa, tunawezaje kwenda kuzimu tukiwa bado tuko hai? Hakika dunia ina mambo. Basi kila mtu alilala akiwa na mawazo yake, lakini ilipofika asubuhi, Binti Msumi alituamsha kutuambia kwamba tuanze safari, kwani bado tuna safari ndefu. Basi baada hapo kuna magari ambayo yalikuwa yanapita. Yalionekana ni magari ya zamani sana. Magari ambayo yamefanana na trekta. Tena yalikuwa ni magari ambayo yana vyuma chakavu sana. Basi magari hayo yakatubeba kutoka hapo kwa Binti Msumi na kutupeleka katika hicho kijiji cha pili ambacho tumeambiwa ndiko ambapo kuna barabara kutupeleka hadi huko ambako tunatakiwa kwenda. Basi tulipanda mimi pamoja na kakangu Alexi, kila mmoja akiwa na mawazo tele. Kakangu Alexi alionekana kuchanganyikiwa zaidi. Nafikiri ni baada ya kuambiwa na Binti Msumi kwamba anatakiwa kufa baada ya mwezi mmoja. Basi safari ilikuwa ni ndefu. Hatimaye tukafika katika kijiji hicho mishale kama ya saa 10 jioni hivi. Na tulifika barabarani. Barabara ilikuwa ni ya vumbi na magari yalikuwa yanapita ni machache sana. Usafiri wao mkubwa zaidi ulikuwa ni basikeli. Yaani ni kama walikuwa wanaishi maisha ya zamani sana, sio karne ya sasa. Basi tulipofika tulisimama kutokana na maelezo ambayo tulipewa na Binti Msumi. Basi baada ya kusimama pale, tuliwakuta watu wengine nao pia wakiwa wamesimama. Nafikiri na wao pia walikuwa wanasubiri huo usafiri ambao tuliambiwa watatubeba na kutupeleka huko ambapo tunatakiwa kwenda. Eti usafiri wa kutupeleka kuzimu. Basi tulikaa pale kama masaa mawili. Hatimaye ikafika saa 12. Kuna gari moja ambalo lilipita ni kama yale magari ya kubeba mchanga, lakini alikuwa amechoka sana. Gari lile liliwapita watu wote ambao walikuwa wamesimama, likaja kusimama pembeni yetu. Baada ya kusimama pembeni yetu, kijana mmoja akasimama, alikuwa ni kama utingo katika gari lile. Au unaweza kusema alikuwa ni kama konda. Akasema, "Hey, nyewe wageni wa Binti Msumi, twendeni, hili ndio gari la mwisho, gari lingine mpaka Ijumaa. Tushachelewa, wai." Mimi na kaka Alex tunashangaa, tunasita. Wageni wa Binti Msumi. Na kwa Binti Msumi tulikuwa sisi wawili. Na amejuaje kama ni sisi? Na amewapita watu wote wale. Kwa kuwa usiku ulikuwa unaingia, tukawa hatuna la kufanya. Basi moja kwa moja ikabidi tupande ndani ile gari. Tulipopanda tuliwakuta watu wengi wakiwa wamekaa kimstari. Watu wale walikuwa wanatuangalia tu sisi. Nekana kwamba kuna maswali mengi ambayo walikuwa wanajiuliza. Lakini hamna mtu ambaye alitusemesha chochote. Na hakuna mtu ambaye alikuwa anaongea zaidi ya yule konda ambaye alituambia tupande ndani ya lile gari. Basi mimi pamoja na kaka Alex tukaa tunaangaliana tu. Wale watu walikuwa wamekaa kwa kupanga mstari ulionyooka. Basi safari ikaendelea. Gari lile lilikuwa linaenda mwendo wa taratibu sana, lakini watu wale hawakuchoka kutuangalia. Walionekana ni watu ambao wametoka kufanya kazi nzito sana, na walionekana ni watu ambao wamechoka kwa sababu hata mavazi yao, muonekano wao, jinsi walivyokaa walikuwa wamechoka sana. Yaani watu wenye afadhali tulikuwa ni sisi. Japo nasi tulikuwa tunajiona tumechoka huko tulikotoka, ila wale watu walikuwa wamezidi. Basi safari ikaendelea, lakini gari lilipofika kituo cha pili likasimama.
Yule kijana ambaye ndo alikuwa ni konda, ambaye alikuwa ni muongeaji ndani ya lile gari, akashika funguo na kuwasogelea vijana wawili. Jamani, hatukuamini kile tulichokiona. Kumbe watu wale wote ambao wamekaa mule ndani walikuwa wamefungwa minyororo. Hivyo gari ilipofika katika kijiji cha pili, inaonekana wale watu ndipo kituo ambacho walikuwa wanashukia. Basi konda akawafungua ile minyororo na kuwashusha. Basi safari ikawa inaendelea. Ilikuwa tukifika kile kijiji kingine, watu wawili wanashuka. Tukaendelea hivyo hivyo mpaka hatimaye akabaki mtu mmoja tu ndani ya lile gari, yule mtu ambaye tulikuwa tumemkuta, ambaye alikuwa hajafungwa. Lakini mtu yule pia naye alikuwa haongei chochote, bali yeye alikuwa anatuangalia tu. Yaani alikuwa kuepeshi macho hata kidogo kuangalia labda njia au kuangalia mambo mengine ambayo yanakuwa yanaendelea pembeni. Yeye macho yake yalikuwa yametukazia tu huko. Kondakta yeye muda mwingi alikuwa anaongea. Alikuwa anaonekana ni kama mvuta bangi fulani hivi, ni mtu ambaye amelewa, kwa sababu alikuwa anaongea mambo ya ajabu sana. Wakati mwingine hata tulikuwa tumuelewi. Basi safari ikawa inaendelea. Huku moyoni mwetu tukijaa na hofu. Hatukujua ni nini ambacho kinaenda kufuata baada ya hapa. Basi ilipofika mishale kama ya saa 3 usiku hivi, tukaingia katika barabara ya lami. Ghafla ile gari ambalo tumepanda, ambalo lilikuwa linatembea kwa mwendo wa taratibu, likaongeza kasi. Yule konda akawa anapiga kelele za shangwe kana kwamba tumekaribia kufika. Lakini gari lile likaacha kutembea ardhini, likaanza kupaa, jambo ambalo lilitushtua sana. Nikawa najiuliza, inakwaje gari linapaa? Yaani inakwaje gari linapaa angani? Yaani gari lile lilikuwa ni kama tipa la mchanga, lakini ilikuwa linapaa kama ndege angani. Yaani tukajikuta tunashangaa. Sisi wakati tunaendelea kujawa na hofu, yule konda ndipo furaha yake ilivyozidi kwenda. Na yule kijana ambaye muda wote alikuwa yupo kimya na muda wote alikuwa anatuangalia, naye akaanza kucheka kwa furaha. Lakini tulipomwangalia mdomoni mwake, tuligundua kwamba alikuwa hana ulimi. Yaani alikatwa ulimi. Kiukweli mimi nilishtuka, nikapiga kelele. Nikamwambia Alex, Mungu wangu, tumeingia kuzimu Alex. Hawa sio watu wa kawaida. Hii ni mizimu. Hii ni mizimu Alex, naombeni nishuke. Naombeni nishuke. Nikaanza kupiga kelele. Dereva tafadhali, naomba simamisha gari, nataka nishuke. Naombeni nishuke, mimi nitarudi nyumbani hata kwa miguu. Naombeni, sitaki tena kwenda. Lakini kelele zangu zilikuwa ni sawa na kazi bure. Kwani kila nilipojaribu kupiga kelele, yule konda hakujali chochote kuhusu mimi. Yeye aliendelea kupiga kelele, kushangilia, huku dereva wa mbele naye akiwa anapiga kelele, akishangilia, huku gari akiendesha kwa mkono mmoja. Mimi nikaanza kupiga maombi yangu mwenyewe. Nikasema, "Ee Mungu, naomba nisaidie. Naomba nisaidie, lishushe ile gari chini, lisiendelee kupaa. Siko tayari kwenda kuzimu." Lakini safari iliendelea. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya 6 wa simulizi inayokwenda kwa jina la Safari ya Waliopotea. Je, ni kipi ambacho kitafuata baada ya safari hii? Brian ameingiwa na woga juu ya safari hii. Na vipi kuhusu kesi ambayo ipo mahakama ya kuzimu inayomkabili Alex? Je, atawahi mahakamani kuikabili kesi yake au atachelewa? Usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Safari ya Waliopotea.